Karibuni tuendelee na episodi ya 19 ya update za moja kwa moja kutoka mahakamani. Katika sehemu ya 18 tuliishia pale ambapo Tundu Lissu aliwaambia majaji kwamba shahidi mwingine ambaye aliona nia hiyo ni shahidi na namba 16 ambaye ni shahidi ambaye sio wa kificho, alikuwa ni PW 16 Amini Maamba. Shahidi huyo katika maelezo yake ya polisi alisema yafuatayo: mimi pamoja na timu nzima ya upelelezi tulitazama na kuisikiliza video hiyo, tukabaini kuna kosa la uhaini na kuchapisha taarifa za uongo. Nadhani katika sehemu ya 18 tuliishia hapo. Sasa twende moja kwa moja katika sehemu ya 19 tuweze kujua ni yapi yaliendelea baada ya Tundu Lissu kuwa amewaambia hivyo majaji. Sasa hapa anasimama wakili wa serikali Nasolo Katuga, anasema huu utetezi ni kielelezo, hiyo kilipokelewa kama kielelezo D, kinapokelewa kuonesha contradiction na kuanza kukirejea kama kielelezo cha kawaida, kitakuwa ni kinyume cha kifungu cha 163 kipo for specific purpose, na mkiruhusu tutakitumia dhidi yake, kitakula pande zote mbili. Tunaiomba mahakama irudi kwenye hiyo purpose ya kuweza kupokea hicho kielelezo. Jaji Ndunguru anaandika hapa kidogo, Mheshimiwa Tundu Lissu anacheka, ngoja tusubiri tuone atajibu nini hapa. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema, sasa mimi niseme kuwa kwao kama ni furaha mimi kukitumia, nataka iwe furaha. Mimi sina shida na wao wayatumie tu. Kielelezo kinahusu kesi hii na mahakama lazima ikisome na ikiangalie. Amna kielelezo kinachochukuliwa kwa ajili ya cross examination peke yake. Waheshimiwa majaji, nakitumia kwa sababu kinahusu kesi hii. Sasa kwa vile wamesema kwamba ni furaha yao, na shangaa kwa nini wanalalamika. Mimi nilikiagiza makusudi ili na wao wakitumie, na shangaa kwa nini hawakitaki tena. Hapa Mheshimiwa Tundu Lissu anasema hivyo. Sasa anaendelea hapa Mheshimiwa Tundu Lissu baada ya kuambia kwamba kwa nini hawakitaki, watu wakacheka hapa mahakamani. Sasa kumwelewa Katuga, unapaswa kuwa umerogwa au huna akili hata kidogo. Majaji wanateta hapa kama dakika 5, sijui nao wana shida gani huku. Haya, ngoja tuone. Jaji Ndunguru ameteta na wenzake kwa muda mrefu sana hapa, alafu huwa ana tabia sana ya kuweza kuzungumza na huyu jaji Kaleyama kwa muda mrefu sana, sijui huwa anaongea nini naye. Huyu jaji Ndunguru yeye ni kama huwa hana habari kabisa na huyu jaji mwingine. Jaji Ndunguru anasema kwa vile kielelezo kimeingia, hatuwezi kusema kwamba tunazuia matumizi ya hicho kielelezo. Kwa hiyo wewe endelea tu, kielelezo tayari kipo mahakamani, wewe kitumie. Hapa Jaji Ndunguru akasimama na upande wa Tundu Lissu wa kwamba kielelezo kipo mahakamani, lazima kitumike na kinahusika na kesi hiyo. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema sawa, naendelea. Tundu Lissu anasema kwamba Amini Maamba amesema kuwa mimi pamoja na timu tulitazama na kuona makosa ya uhaini na kusambaza taarifa za uongo. Kwa hiyo shahidi ambaye ni PW 16 aliona nia ya kuweza kutenda kosa akiwa na PW 1. Hawa waliweza kuona nia hiyo, lakini PW 2 na PW 17, je, waliona nia hiyo? Waheshimiwa majaji, kwa mujibu wa kielelezo D1, John Kaaya anasema kwamba katika picha mjongeo niliona Tundu Lissu akitamka matamshi yenye viashiria vya jinai.
Hakuna mahali kokote alipoweza kuzungumzia uhaini, kosa la uhaini na nia ya uhaini. Aliona viashiria vya jinai. Lakini PW17 amesema kwenye maelezo yake, amesema hivi: katika mkutano huo masuala yaliyokuwa yakiongelewa ni masuala kuhusu uchaguzi mkuu na ajenda yao ya no reform no election na matatizo yao wanayokumbana nayo kwenye uchaguzi. Huyu yeye hakuna uhaini aliyouona hata mmoja. Anasema ya kwamba alituona tunazungumzia no reform no election na matatizo tunayokumbana nayo katika uchaguzi. Hakuna uhaini aliyousema kabisa. Lakini PW17 ndiye shahidi pekee aliyekuwepo kwenye mkutano na akuona kosa lolote la uhaini. Hoja ya pili inayogombaniwa kwenye kesi hii ni manifestation ya hiyo nia. Maneno ni haya yanasema kitu kimoja. Msimamo huu unaashiria uasi. Anayesoma hapa yote Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Yanayodaiwa kusemwa ndiyo maneno hayo. Sasa ushahidi unasemaje kuhusu hayo maneno? Kuhusiana na hayo maneno, ushahidi wa PW1, PW2 na PW16 unafanana na maandishi, na wote hao wanasema kuwa waliona hayo maneno kwenye video, na ushahidi wao wanasema kwamba mimi ndiye niliyechapisha na kuyapeleka Jambo TV. Ushahidi wa P17 ambaye alikuwa ni mwandishi wa Jambo TV, the eyewitness, unasemaje? Sasa shahidi namba 17 ambaye ni shahidi P17 wa upande wa mashtaka kwenye maelezo yake kwenye kielelezo D16 anasema hivi: katika mkutano huo masuala yaliyokuwa yakiongelewa ni kuhusu uchaguzi mkuu na mambo ya no reform no election. Hakuna kokote kwenye kielelezo D15 akuyaona hayo maneno na akuyasikia. Hajayaandika wala hajayasema hapa. Aliyekuwepo hajayaona, hajayasikia kwa sababu hayajaandikwa na hayajasemwa. Angeyasikia, angesema, angeyaona, angeyaandika. Tundu Lissu anaendelea kusema kwamba shahidi P17 alisema hapa mahakamani na hiko kwenye kielelezo D16 kwamba yeye ndiye aliyepiga picha na kuweza kurusha akiwa na wenzake wanne wakitumia kamera ya Sony. Wote ni wafanyakazi wa Jambo TV, walirusha mkutano huo ukiwa live. Shahidi P17 alisema kuwa alisema kwa maandishi na hapa mahakamani pia kuwa yeye ndiye aliyehifadhi hizo video kwenye mtandao wa Jambo TV kule YouTube, X na Instagram. Alisema yeye, sio mimi. Mheshimiwa Tundu Lissu sasa hapa anaendelea kusema kwamba kwa hiyo kwenye elementi ya publication ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka ndo huo. Mashahidi ambao hawakuwepo walisema kuwa maneno yaliyosemwa na ambayo yalikuwepo hakuna anaposema maneno yalisemwa. Aliyekuwepo anakiri kwamba publication alifanya yeye, usambazaji ni wa kwake na sio mtu mwingine. PW17 aliulizwa, wewe ulisikia kauli yoyote ya kijinai? Akasema hapana. Nilimuuliza, ulisikia kauli yoyote ya kiaini? Jibu lake ni hapana. Ushahidi wangu juu ya hiyo publication na intention ni ushahidi wangu. Mashahidi waliokuja na kusema nimetenda kosa wanajichanganya, wanasema mambo tofauti wao wenyewe. Sasa waheshimiwa majaji, huu mkanganyiko kati ya maneno waliosema au hawakuyasema, kulikuwa na nia au hakukuwa na nia,
kitu gani kilizungumzwa au akikuzungumzwa, kungekuwa na video yenyewe, tungeweza kutatua huu mgogoro. Wajibu wa kuweza kuleta hiyo video ulikuwa ni wajibu wa upande wa mashtaka. Hawakuleta hiyo video. Mahakama haitakaa ijue yote yanayosemwa yapo kwenye video ni ya kweli au ni ya uongo tu. Proof ni video, sio maneno, na hiyo video haipo. Wao wamechomoa vimaneno viwili vitatu, wanataka kusema ni uhaini, alafu wameacha maneno yote. Walisema kwamba wataleta vielelezo 11, walisema kwamba wataleta vingine 9, na visivyokuwa vya maandishi wataleta viwili. Hawajaleta hata kimoja, sio vya maandishi wala si hivyo vya physical, ni maneno matupu, na maneno matupu hayavunji mfupa. Na kwenye uhaini, Melamed do not constitute overact. Maneno kama maneno hayatengenezi uhaini. Hatibu Gandhi, someni nyie hiyo kesi. Mnafanya nini kwenye ofisi za serikali alafu mnajiita mawakili? Waheshimiwa majaji, kuna vitendo vya ukiukwaji wa taratibu wakati wa kunikamata na upelelezi wa ili shauri. Hapa akaanza kuviorodhesha hapa. Moja, ni sheria kwamba National Prosecution Act kwamba mkurugenzi wa mashtaka wao ndio wanao coordinate criminal investigation. Katuga anasema kwa hatua ya sasa asiingie kwenye sheria huko. Sasa hapa ni Nasoro Katuga anasema kwamba wasiingie kwenye sheria, kwamba Tundu Lissu asiingie kwenye sheria. Lissu anasema mimi nilikuwa nafanya foundation ya ushahidi wangu ninaotaka kuutoa. Jaji Ndunguru sasa yeye anasema kwamba endelea sasa, tumeelewa, nenda direct sasa. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema kwamba ushahidi namba 1 na shahidi namba 16 waliulizwa hivi, DPP ndiye aliratibu huo upelelezi? Majibu ni hapana. Wakaulizwa tena kwamba mwakilishi wa DPP alikuwepo kwenye timu ya upelelezi? Wakasema hapana. Lakini PW16 akasema kwamba alikuwepo mwenyewe, jina lake ni la Kibantu, ni mmoja. Kwa hiyo upelelezi au kushirikishwa DPP. Waheshimiwa majaji, shahidi namba 1, namba 2 na namba 16, yani hawa ni mashahidi ambao sio wa kificho, ambao walikuwa ni mapolisi, yani George Kaaya na Maamba. Waliulizwa ya kwamba mnatambua kwenye PGO mmeamriwa kuheshimu haki ya kikatiba ya kutoa maoni na kuweza kufanya mikusanyiko. Wakaulizwa waoneshe kama walizingatia haki za mtumiwa. Niliwaambia waonesha haki zangu kwenye maelezo yao na ushahidi wao. Hawakuwa na la kusema kuhusu namna walivyolinda haki zangu. NB, yani zingatia au nota beta. Alichoelewa Katuga na watu wengi nafikiri ni hivi kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu sio tu anafanya kesi ya kujitetea, mwenzao anafanya mkutano wa hadhara kwa hizi siku 3 kutuonyesha mambo yafuatayo sisi wa Tanzania na kutuelimisha sisi wa Tanzania. Jambo la kwanza, umuhimu wa katiba mpya. Jambo la pili, uchaguzi huru na haki. Jambo la 3 ni uhuru wa mahakama kiujumla. Lakini jambo la 4 ni uonevu wa jeshi la polisi na mabadiliko yanayohitajika kwa jeshi hilo, kwani linatumika kubambikia kesi watu. Lakini jambo la 5, madaraka makubwa ya rais. Jambo la 6, elimu ya uraia kuhusu wajibu wa raia katika kudai demokrasia. Lakini jambo la 7 au funzo la 7 ambalo Tundu Lissu amelitoa kwa siku hizi 3 ni tume huru ya uchaguzi na ubovu wa uchaguzi
kihistoria toka uhuru hadi sasa. Kwa maneno mengine, Lissu anawaambia kwamba kabla amjaninyonga na viachia wosia vizazi vyangu juu ya mambo ya kweli na ambayo yatabaki kuwa mwiba milele na milele. Kwa kifupi, Mheshimiwa Tundu Lissu yuko mbele ya muda sana. Anawachezesha mchezo wasioujua. Haya yatabaki kwenye proceedings siku zote na vizazi vitayasoma siku zote. Hapa Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea sasa. Anasema kwamba hawa PW1, PW2 na PW16 niliwaonyesha vifungu vya kanuni vya adhabu na sheria ya vyombo vya habari kuhusu sio uchochezi wala si kosa kuonesha mapungufu ya serikali na kuweza kupinga serikali, na wao walikiri na kusema kwamba ndiyo si makosa. Nilifanya kazi hiyo na wao walikiri kuwa sio makosa. Niliwaambia ni wapi walizingatia vifungu hivyo wakati wa upelelezi, wao wakasema kwamba hawana la kusema kuhusu mambo hayo. Lakini PGO moja kwenye mabano 24, nguzo kuu ya presumption of innocence, niliwauliza walinitriti wapi kwamba sina hatia wakati wote walikaa na mimi. Hakuna walipozingatia hilo kabisa. Walikuwa wanajiendea tu. Walishaona nina tuhuma tayari na ni mwaini. Tundu Lissu akasema kwamba tarehe 4 mwezi wa 4 ndio waliona video, yani PW1 na PW2. Yani PW1 alimpelekea PW2 akamwonyesha vipande, na siku hiyo hiyo akaamuru kuonesha jarada lifunguliwe. Akaamuru jarada lifunguliwe na likafunguliwa. Kwa hiyo hakukuwa na presumption of innocence kwamba Lissu ametenda uhaini. Siku hiyo hiyo waliamua hivyo. Lakini PW16 Amini Maamba anasema na yeye alipotazama akaona uhaini, hakukuwa na presumption of innocence, ndio maana hawakutaka kuweza kupata ushauri wa DPP wala washauri wa kisheria wa serikali. Na kwa vile walikuwa na majibu tayari, ndio maana waliulizwa. Tundu Lissu anaendelea kueleza hapa kama waliwafuata viongozi wa Chadema, wakajibu hapana. Je, mlinitafuta mimi Lissu mwenyewe mniulize nilikuwa na maana gani? Wakasema hapana. Kwa hiyo nasema ya kwamba hawakunitafuta kwa sababu walishaona tayari wana mkosaji. Ndio maana hata walipoletewa na ushahidi wa PW17 yule wa Jambo TV, yeye anasema ndiye aliweza kuchapisha na kusambaza, hawakuona uhaini wala akuona uhaini. Maelezo ya P hayakuwa na maana tena kwao. Wao majibu yao walikuwa nao kabisa. Je, nilimuuliza Amini Maamba kuwa Inspector Andrew Churu, ulisoma maelezo yake? Aliyosema kuwa ni P ndiye aliyeweza kuchapisha na kusambaza. Huyu Amini Maamba hakuwa na la kusema, kwa sababu walifanya kazi hii wakiamini kwamba mimi ni mhaini kabla ya lolote. Pia niliwauliza juu ya matakwa ya PGO namba 1 kwenye mabano 24 inayowaambia kuwa makosa ni yale yaliyopo kwenye sheria na si vinginevyo. Wakajibu ni kweli. Nikawauliza kwamba someni kifungu nilichoshtakiwa nacho kuhusu kosa nililoshtakiwa nalo, kama kwenye hicho kifungu kuna habari ya kuzuia uchaguzi, kuhamasisha watu kuzuia uchaguzi.
ibara ya 15 ya 151 kwenye mabano moja kuhusu serikali kwamba niliitisha serikali ni kweli? Yote haya wakasema hawajui na hakuna kosa nimelifanya kwenye hayo. Wakasema kwamba hakuna nilichofanya kuitisha serikali. Yuko spidi sana hapa. Majaji wanasema kwamba unaenda kasi sana, tunashindwa kuandika. Tundu Lissu anaendelea kusema kwamba ni ushahidi wangu kwamba hiyo executive wanayosema niliitisha, yani serikali, maana yake niliitisha rais, vice president, minister of deputy minister, minister of deputy minister na deputy minister. Inaweza kuwa ni RC, yani mkuu wa mkoa, ma-RC, ma-DC, wakuu wa wilaya, au wote ni executive. Wakurugenzi wa wilaya na manispaa wanaitwa district executive director, DAD. Hata majina yao wanaitwa executive. Executive of the United Republic wanaweza kuwa ni VEO, WEO, yani village executive officer na ward executive officers, wote ni executive. Na executive wanaweza kuwa watu wowote walioajiriwa na serikali isipokuwa mahakama na bunge. Kwa hiyo kifungu cha 39 kwenye mabano 2 cha Penal Code hakitekelezeki, hakuna atakayepona, na hawawezi kudhibitisha kwamba hawajasema kati ya hao kuanzia rais hadi mtendaji wa kijiji na mtaa, ambao wote ni serikali, nilimtisha nani katika au kati yao. Kifungu hicho kilichotungwa wakati wa Grey Kungu Mataka, wakati wa utawala wa chama kimoja, akifai tena kuwa sehemu ya sheria zetu. Naona Katuga hapa anahangaika kwenye kiti kuwa Mheshimiwa Tundu Lissu anafanya nini? Hii ni mahakama ya kikatiba kweli? Hadi aseme kifungu akifai kuwepo, aelewi mchezo uliopo hapa, Bwana Katuga. Waheshimiwa majaji, Tundu Lissu hapa anaendelea kwa kusema kwamba waheshimiwa majaji, hakuna shahidi hata mmoja amesema nia yangu ya kuweza kuitisha serikali ilitekeleza hata mmoja. Hakuna aliyesema kuwa serikali iliogopa sana siku hiyo. Hakuna aliyesema kwamba Ikulu akukaliki siku hiyo. Hapa Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea kwa kusema kwamba sasa kukosekana kwa ushahidi wa kwamba walitishika au hawakutishika kuna maana kubwa sana. Kwenye kosa kama hili la uhaini, nia ama intention ni sehemu ya kosa. Upande wa mashtaka walipaswa kueleza matokeo ya hiyo nia yalikuwa ni nini. Hawajafanya hivyo hata kidogo. Upelelezi wa mashtaka hayo ulifanyika kienyeji sana, au kuzingatia sheria zinazosimamia makosa ya jinai. Ukamataji ulikuwaje? Nilikamatwaje? Vyote hivyo havikuzingatia sheria. Waheshimiwa majaji, wakati wa ukamataji, jeshi la polisi lilifanya mambo kama kawaida yao ya kienyeji tu, kutozingatia sheria kabisa. Kwenye mkutano wa hadhara, watu walipigwa mabomu, watu waliumizwa sana. Mimi ndiye nilikuwa mhutubiaji wa mkutano wa hadhara. Nikiwa namalizia mkutano huo, kabla sijashuka jukwaani, nilifuatwa na afisa wa polisi kuwa yeye ndiye mkuu wa polisi wa Mbinga. Alinifuata akaniambia kwamba nakutaka kituoni sasa hivi. Nikamuuliza, unanitakia nini wewe polisi? Nimefanya kosa gani? Akasema, wewe twende, utajua mbele ya safari. Nikamwambia, afande, huo sio utaratibu wa kisheria wa nchi hii.
huna mamlaka ya kuweza kunipeleka kituoni bila kuniambia kosa langu. Usiponiambia siendi. Tundu Lissu ndivyo alivyomwambia huyo alijikuja anitambulisha kwamba yeye ndio mkuu wa kituo cha polisi cha Mbinga. Akasema kwamba anaongea huku Tundu Lissu akiwa anawatazama watu na sio majaji tena. Ina maana kwamba huu ujumbe wa ukamataji wake alikuwa anawafikishia watu. Hii ngoma inapigwa kote kote. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema kwamba yule OCD alishuka jukwani, nikaendelea kuwaaga wananchi, nikashangaa kishindo cha mabomu ya machozi. Wakapiga mabomu mengi sana, walipiga watu kwa marungu sana, na mimi nilikuwa kwenye jukwaa, sijui niliteremkaje, nilijikuta niko kwenye Land Cruiser ya polisi, nimekanyagwa shingo na mabuti ya mapolisi, nikiwa chini ya gari kabisa. Nilikuwa na watu wengine wawili watatu hadi polisi Mbinga na kupelekwa moja kwa moja katika chumba cha ofisi ya OC CID. Au kunipeleka lock up, nisiwe muongo. Mtu anaitwa Lugano Gwasa ambaye alijitambulisha kuwa ni OC CID. Nimekaa pale takribani saa nzima na nilimuuliza, afande, kwa nini mnanikamata na kunidhalilisha namna hii? Nimefanya kosa gani? Akajibu kuwa sisi tumeletewa amri ya kukukamata na RPC wetu. RPC hajatuambia kosa lako ni nini, utaenda kujua mbele ya safari. Around majira ya saa 1 usiku nilipakiwa kwenye gari hadi Songea mjini, na nilimkuta RPC wa Songea anaitwa Michael Chiria. Nilimkuta hapo ofisini kwake. Nilimuuliza, watu wako wa Mbinga wamenikamata, niambie nimefanya kosa gani? Na yeye akasema kwamba anatekeleza maagizo yaliyotoka makao makuu ya polisi Dodoma kuwa nikamatwe na nipelekwe Dar es Salaam, maana huko ndio kuna kesi iliyofunguliwa. Akusema ni kesi gani iliyopo Dar es Salaam. Kwa vile sikuwa kabisa nimekula, nililetewa chakula na dada yangu kule Songea. Anasimama hapa wakili wa serikali Nasoro Katuga, anasema mbona ameanza tena kurudia? Jaji anasema shahidi, haya umeshayasema. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema sawa, sasa niende kwenye orodha ya mashahidi. Wao walimsema Lugano Gwasa wa Mbinga aliyenikamata ambaye ni OCD na vilevile SSP RCO wa Ruvuma waliorodheshwa kuja kuweza kutoa ushahidi hapa, lakini hawakuja. Ni ushahidi wangu kuwa kama wangekuja wangethibitisha namna ukamataji ambavyo au kufuata kabisa sheria, ndio maana hawakuletwa. Sehemu yangu ya ushahidi wa mwisho haitakuwa ndefu, lakini nakaribia kumaliza. Jaji anasema kwamba utatumia dakika ngapi? Tundu Lissu anasema sijui dakika ngapi, lakini nitakuwa na ushahidi mfupi. Jaji anasema kwamba ulisema utatumia masaa 2, naona tumefika saa 7 hapa. Tundu Lissu anasema kwamba mimi siruhusiwi kuwa na saa, nyie ndio mlipaswa kuniambia sasa hivi ni saa ngapi na nimeshatumia masaa mangapi, hamjasema. Kwa hiyo naendelea tu. Jaji Nduguru anasema sasa tumebakiza dakika 20 tufike saa 7 kamili. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema haya, sitafika saa 7 kamili, nitakuwa nimemaliza, hata mimi nimechoka, nataka nikale pia. Anaendelea hapa sasa. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema kwamba waheshimiwa majaji, mashahidi wote 17 wa serikali wote wametoa ushahidi wa maneno kwa kiapo kwenye kizimba hiki, kwa maneno na kwa kiapo katika kizimba hichi nilichopo.
na wote without expectation walitoa without exception, without exception walitoa ushahidi ambao haulingani na vielelezo 16 vilivyopo mahakamani. Hapa Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea kwa kusema kuwa wote wameongea mambo kwa mdomo ambayo kwenye maandishi hayapo kabisa. Wameongeza yasiyokuwemo kwenye maelezo yao. Ni ushahidi wangu kwamba ushahidi wa maneno unatofautiana na ushahidi wa maandishi kwenye jambo hilo hilo. Ni ushahidi usioaminika. Ndio kusema kwamba ushahidi wote wa mashahidi wote wa upande wa mashtaka hauaminiki, kuanzia kwa PW1, PW2, PW3, PW6, PW9, PW12 na PW16. Hao wote ni mapolisi na waliandika maelezo polisi wenyewe na wakajikanya wenyewe na kujishuhudia wenyewe. Niliwauliza ni sheria gani iliwaruhusu wafanye hivyo, wakadai ndivyo wanafanya mapolisi. Sasa ni ushahidi wangu kuwa mapolisi wanafanya mambo kienyeji na vielelezo D1, D2, D5, D8 na D12 wote walijiandika. Ni polisi mmoja tu ndiye aliyeandikwa na polisi mwenzake kwa mashahidi wote walioletwa na jamhuri. Waheshimiwa majaji, wale mapolisi wa Ruvuma waliandikwa na mapolisi wengine, lakini hawakuletwa. Wangeletwa, ningejithibitishia kuwa maelezo yao yaliandikwa kwa usahihi. Kwa hiyo ushahidi wangu ni huo. Nimemaliza, ingawa nimevuta kidogo. Majaji wanaandika hapa. Jaji Ndunguru anasema sasa hawa ambao hawajaletwa mahakamani unasemaje sasa? Mheshimiwa Tundu Lissu anasema kwamba wangeletwa tungethibitisha taratibu za kuandika maelezo huwa ukoje. Kwa hiyo ni ushahidi wa unreliable. Huu unatakiwa kuwa kesi kubwa kama hii. Ajuae ambaye ni wakili wa serikali anasema tunaomba earth break kabla ya kuanza cross examination. Tundu Lissu amemaliza kutoa ushahidi wake hapa. Sasa tutakuja kukusogezea kukuletea kile ambacho kitajiri kwenye cross examination, tuweze kujua Tundu Lissu au mawakili wa serikali watamfanyaje Tundu Lissu maswali ya dodoso. Kaa nasi hapa uweze kujua Tundu Lissu atawajibu nini hawa mawakili wa serikali.